Karibu kwenye moduli ya 12, moduli ya mwisho. Ningependa kuchukua muda mfupi kabla hatujaanza kusema ninajivunia nanyi sana. Wamekamilisha moduli 11 za mafunzo ya kitaaluma. Mejifunza ujuzi ambao wafanyakazi wengi wa nyumbani hawapati kamwe. Wewe si yule mtu yule aliyekuwa anaanza moduli ya 1. Umekuwa kitu tofauti, umekuwa mtaalamu. Leo, katika moduli hii ya mwisho, tunakusanya kila kitu pamoja na maadili na tabia ambayo itafafanua taaluma yako yote. Hebu tuanze. Ujuzi wa kitaaluma: kujua jinsi ya kusafisha sakafu ya maromaro, kupiga pasi kanzu dhobe au kusafisha dirisha, ndio mlichojifunza katika moduli ya 1 hadi ya 11. Mambo haya ni muhimu. Hata hivyo, ujuzi wa kitaaluma pekee haumfanyi mtu kuwa mtaalamu wa kweli. Kinachomfanya mfanyakazi kuwa mtaalamu ni tabia. Jinsi unavyojichukulia, jinsi unavyoichukulia familia, jinsi unavyoshughulikia nyakati ngumu, jinsi unavyojiwakilisha kila siku. Familia zinazowadhamini wafanyakazi wao kwa miaka mingi, hata miongo mingi, haziwaweki kwa sababu tu wanasafisha kwa ukamilifu. Wanawaweka kwa sababu wanawaamini, wanawaheshimu na wanahisi kuwa ni sehemu ya familia. Kiwango cha juu zaidi unachoweza kufikia si ukamilifu katika kusafisha, ingawa hiyo ni muhimu sana. Kiwango cha juu ni kuwa mtu ambaye familia inamwamini kikamilifu. Uaminifu huo ukishapatikana, utaunda usalama, udumishaji na taaluma inayoridhisha kikweli. Sasa wewe ni mtaalamu uliye tayari kujenga maisha ya baadaye yenye mafanikio katika nchi za GIS. Muonekano wako binafsi ni ujumbe kwa familia kila asubuhi. Unasema, ninachukulia kazi yangu kwa uzito, ninaiheshimu nyumba hii, ninajiheshimu mwenyewe. Sare yako au nguo yoyote unayovaa kwa ajili ya kazi lazima iwe safi na imepigwa pasi kila siku. Nywele zako lazima ziwe safi na zimepangwa vizuri. Mikono yako lazima iwe safi. Unagusa vyombo vya familia, chakula, vitu vya watoto na vitu binafsi siku nzima. Kucha zako ziwe zimekatwa na safi. Manukato mepesi na ya kuvutia yanaruhusiwa, manukato yenye nguvu hapana. Jionyeshe kama mtaalamu. Familia inaona muonekano wako kila siku. Mawasiliano ni mojawapo ya ujuzi muhimu wa kitaaluma unaoweza kukuza. Jinsi unavyozungumza na kusikiliza huamua ubora wa uhusiano wako. Msalimie mwajiri na wanafamilia kwa vyeo walivyochagua, Madam Sir, au kulingana na matakwa yao. Usipandishe sauti yako kamwe. Timape mwajiri umakini wako wote wanapozungumza. Usiangalie simu yako. Sikiliza maelekezo kamili kabla ya kuuliza maswali. Gonga mlango kila mara kabla ya kuingia kwenye chumba cha faragha ili kuzungumza na mwajiri. Ikiwa huna uhakika, uliza kila mara ili uthibitisho. Kupokea maoni, hususan maoni ya kurekebisha, ni changamoto. Hapa kuna majibu ya kitaaluma. Sikiliza bila kukatiza. Mshukuru mwajiri kwa kukuambia. Uliza unakoweza kufanya ili kurekebisha. Kisha jirekebishe. Usinune, usibishane, usitoe visingizio. Mtaalamu daima anataka kujifunza. Ajali zinaweza kutokea. Unaweza kuvunja kitu. Ikiwa hili litatokea, ripoti mara moja kwa mwajiri kwa uaminifu. Usifiche. Sema wazi wazi, samahani, nimevunja glasi bila kukusudia. Uaminifu huu una thamani zaidi kuliko kazi kamilifu. Familia husamehe makosa. Ikiwa kuna tatizo la kweli, kama vile mshahara kutolipwa, wasiliana kupitia njia sahihi. Zungumza kwa utulivu na kitaalamu. Fuata taratibu sahihi. Huzuni ya kukumbuka nyumbani ni ya kweli na ni ngumu. Jiruhusu kuhisi, lakini usiruhusu hiyo ishinde utaalamu wako. Baki na msimamo. Piga simu mara kwa mara kwa familia yako. Tafuta faraja ndogo. Kumbuka kila siku kwa nini unafanya dhabihu hii: kwa ajili ya wale unaowapenda. Mitandao ya kijamii huleta hatari. Usipige picha nyumba au familia bila idhini. Faragha ya familia ni takatifu. Iheshimu kikamilifu. Mtaalamu anajua haki zake. Una haki ya mkataba uliotiwa saini na mshahara unaolipwa kwa wakati kila mwezi. Una haki ya siku moja kamili ya mapumziko kila wiki. Pasipoti yako ni mali yako na kisheria mwajiri hapaswi kuichukua. Kazi za nyumbani katika nchi za GIS ni taaluma. Mwaka wako wa kwanza ni kuhusu kujenga uaminifu. Lenga viwango vya kazi yako. Katika mwaka wa pili utakuwa na thamani kubwa kwa familia. Sifa yako ndio rasilimali yako kuu, ilinde na uijenge kila siku.
Najua unafanya hivi si kwa ajili yako tu. Unafanya hivi kwa ajili ya watoto, wazazi na maisha ya baadaye ya watu unaowapenda. Dhabihu hiyo ni aina ya upendo wa kina zaidi. Ninakuheshimu kwa hilo. Ujuzi huu utakulinda na kukusaidia kufanikiwa. Umefanikiwa. Sasa wewe ni mfanyakazi wa nyumbani, mtaalamu aliyethibitishwa. Tembelea tovuti ili kuchukua cheti chako cha kuhitimu. Jivunie kwa mafanikio yako. Uko tayari? Wewe ni wa ajabu. Nenda kajenge maisha yako ya baadaye. Hongera kwa kuhitimu kwako.